Nafasi ya kukataa dhambi ni leo. Dhambi ni kitu ambacho Yesu Kristo amekubali kuacha utukufu, amekubali kuacha maisha yake, amekubali kuacha uungu wake, akavaa mwili na kuteswa kwa ajili yangu mimi na wewe, tulipokuwa tungali kwenye maisha ya dhambi. 5:8 kitabu cha Warumi, neno la Mungu linasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Hakuna njia ya sisi kuokolewa isipokuwa Yesu Kristo wa Nazareti. Ghadhabu ya Mungu inamuikalia mwanadamu, chombo kinachotuficha chini ya ghadhabu ya Mungu, tusije tukararuliwa na ghadhabu ya Mungu ni Yesu Kristo. Kama vile gisi chombo kilichowaficha watu wa dunia ya kale, wakajificha katika ule mtumbu wa Nuhu, wakajificha katika arke ya Nuhu, wakajificha katika safina. Hasira ya Mungu ikawaka juu yao, wale wakaingia ndani ya safina. Vivyo hivyo hasira ya Mungu inawaka juu ya mwanadamu mpaka leo. Hasira ya Mungu inatamani kumaliza mwanadamu, lakini kinachotuficha zidi ya hasira ya Mungu ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Ukubali Yesu uweze kuepuka hasira ya Mungu, moto wa jehanamu, moto wa milele. Wainjilisti, wahubiri, tunapaza sauti kwa ajili yako unayesikiliza. Neno la Mungu linasema, Mungu Kristo Yesu alituficha kwa kumkubali zidi ya ghadhabu ya Mungu wakati ambapo tulikuwa tuko wenye dhambi. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake. Ni mauti ya Kristo Yesu ndiye iliyotufanya tuwe karibu na Mungu. Wakati ambapo Kristo hajafa, tulikuwa tuko mbali na Mungu. Yesu hajaja, tulikuwa tuko mbali na Mungu kwa sababu dhambi ilikuwa inatukalia. Dhambi, Mungu ni mwenye haki. Mungu ni mwenye haki. Haki ya Mungu ilitaka kutenda kazi. Mungu ana haki ya kumwangamiza mwenye dhambi, lakini pia ni Mungu mwenye upendo, hata mwangamiza mwenye dhambi kwa sababu ni mwenye upendo. Kwa hiyo ilibidi kabla hajamwangamiza mwenye dhambi aje akufe kwa ajili yetu Kristo Yesu, ili haki ya Mungu itendeke, upendo wa Mungu uonekane. Kabla Mungu hajamwangamiza mwenye dhambi, ni lazima tuangalie mlango wa kuingilia. Unayenisikia, mlango wako wa kuingia ni Kristo Yesu. Tulikuwa mbali na Mungu wakati ambapo tulikuwa wenye dhambi, lakini mauti ya Kristo imetuleta karibu na utukufu wa Mungu Baba. Ndo kwa maana hatuwi tena chini ya dhambi, bali sisi tuliyomkubali Kristo, tuliyekufa kwa ajili ya Kristo Yesu, tumeuisha matendo ya mwili, tumeuisha maisha yetu ya kimwili. Ni lazima tuepukane na ghadhabu ya Mungu. Wewe mwenye dhambi unayenisikiliza, Kristo yuko mbele, anakuita, yuko mlangoni. Njia ya kuokoka ni Yesu Kristo. Hatuna njia nyingine ya kutuweka karibu na Mungu, ya kutuepusha na ghadhabu ya Mungu isipokuwa Yesu Kristo aliyetuweka karibu sisi tuliokuwa dhambi, tuliokuwa mbali na yeye. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Furaha yetu ni Yesu Kristo. Furaha yetu ni Kristo Yesu. Ndiye anayekuwa kiongozi wetu na furaha ndani ya maisha yetu ya wokovu. Wakati tulikuwa wenye dhambi, wakati wewe mwenye dhambi, una furaha, unaishi katika dhambi, una furaha, unajifurahisha na matendo ya mwili, unajifurahisha na uzinzi, unajifurahisha na usharati, lakini furaha ya milele iko ndani ya Kristo Yesu. Usiposikia sauti ya Kristo, utakwenda wapi? Utaishia wapi? Mwanadamu hata akipewa yote
ya dunia, hata akipewa falme zote za dunia, akikosa ufalme wa mbinguni, anafaidika na nini? Mwanadamu anakuwa moyo mgumu, mwanadamu masikio magumu, mwanadamu amsikilizi Kristo, mwanadamu asikilizi neno la Mungu, mwanadamu anaambiwa acha dhambi. Moyo wa mwanadamu unapingana na neno la Mungu. Moyo wa mwanadamu unakataa kweli ya Mungu. Moyo wa mwanadamu unakataa msalaba wa Kristo kwa sababu tu ya kufaidisha mwili wako, kwa sababu tu ya kuridhisha matendo ya mwili. Yesu anaita mlangoni kila mara, kila mwenye kiu aje, kila mwenye kiu aje ajwe maji, aje anywe maji ya uzima. Lakini mwanadamu anapingana na sauti ya Mungu. Upendo wa Mungu uko juu yako. Mwanadamu, lini utapinga sauti ya Mungu? Lini utakataa sauti ya Mungu? Siku zinakwenda, tuko miaka ya mwisho, tuko siku za mwisho, tuko nyakati za mwisho. Ufalme ambao ulitabiriwa, ufalme ambao tunaishi, ufalme wa mwisho. Mkubali Yesu Kristo. Unanisikiliza? Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa nini tuhesabiwe dhambi? Kwa ajili ya Adamu. Tulikuwa katika viuno vya Adamu wakati Adamu anamkosea Mungu. Tulikuwa katika viuno vya Adamu wakati Adamu anavunja sheria ya Mungu. Wakati Adamu na Hawa waliachana na mapenzi ya Mungu, tulikuwa ndani ya viuno vyake. Kwa nini? Ukisoma hata kitabu, ukisoma hata Biblia yako vizuri, utakuta Ibrahimu alipotoa sadaka kwa Melkisedeki, Walawi wote walihesabiwa wametoa 10. Kwa nini? Kwa sababu ya walikuwemo katika viuno vya nani? Vya baba yao Ibrahimu. Ndio kwa maana Walawi walihesabiwa haki pia. Bwana atusaidie sana. Walakini maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Watu mumesikiliza sheria. Mwanadamu umesikia sheria ya Mungu, umesikia neno la Mungu, umesikiliza imani ya Kristo, umejua Kristo yupo. Kitu ambacho kitasababisha wewe uhesabiwe kuwa na dhambi. Hata Yesu alisema, wameonekana kuwa na haki, wameonekana kuwa ni wenye hatia kwa sababu nimesema nao, lakini hawakunisikiliza. Umesikiliza imani ya Kristo, sheria unayo, neno la Mungu hutaki kusoma. Imani ya Kristo umesikia, maneno ya Mungu unayasikia, lakini hutaki kubadilika. Hutaki kuacha tabia zako, unazificha kwa siri. Wanadamu hawayaoni, wanadamu hawayajui, lakini Mungu anajua siri zote. Leo Yesu anakuita, tubu, tengeneza, ili kwamba Kristo awe ni kiongozi wako. Wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadiri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Tunaingia mbinguni kwa kuhesabiwa haki. Ili uhesabiwe haki ni kubali Yesu Kristo. Karama ya neema ya Kristo Yesu ndio inakufanya wewe uhesabiwe haki. Tusingehesabiwa haki wakati sisi sio wa Israeli. Sisi tusingehesabiwa haki ya kuingia. Tusingehesabiwa haki kwa sababu Mungu aliteua kabila moja la Israeli, ndio kwa maana alikuwa anawakataza wasijichange na watu waabudu sanamu wa mataifa mengine. Lakini kwa ajili ya mfalme Yesu Kristo, ndio kwa maana leo tunahesabiwa haki. Yale yote matendo, yale yote sheria ambazo ingetufanya sisi tutengwe mbali na Kristo, tusihesabiwe haki na Mungu, lakini Kristo akaja kwa msalaba wake na kwa kifo chake na kwa damu yake. Kwa imani yako unayemwamini Kristo, unahesabiwa kuwa haki, unahesabiwa Mwisraeli katika imani ya baba yetu Ibrahimu. Kwa hiyo mbingu tunaingia kwa imani ya Kristo Yesu. Mbingu tunaingia kwa kumwamini Kristo, ndipo tunahesabiwa haki. Unasubiri nini? Miaka inakwenda, miaka inapita,
ndugu yangu, badilika. Kristo awe kiongozi wako. Mauti, njia ya kuondoa katika mauti ni Kristo Yesu. Njia ya kukuondoa katika mauti, katika kifo, katika moto wa jehanamu ni Kristo Yesu. Mkubali Kristo, mkubali mwana pekee, mkubali Yesu Kristo, naye atakupeleka katika uzima wa milele, uzima wa milele. Ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Neema inatawala hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo. Unamkataa Yesu Kristo, utakwenda wapi? Bado una nafasi ya kutengeneza, una nafasi ya kumtafuta Kristo. Lakini umemkataa Kristo, umekubali kushikilia wake wawili, unakubali kufanya uzinzi, unakubali kuiba, unakubali kufanya mambo mengi, unakataa kumwacha Ibilisi, unakataa kuacha matendo yako maovu unayoyafanya sirini. Yesu leo anakuita, yuko mlangoni kwa ajili ya Kristo Yesu. Tubu dhambi zako, rejelea msalaba, tengeneza maisha yako, muombe Yesu Kristo, muombe Mungu naye atakusamea. Maadamu uko mzima, una nafasi ya kutengeneza. Maadamu uko mzima, una nafasi ya kuacha dhambi zako.